Harakati ya Hamas imelikataa kwa ukamilifu azimio jipya la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ambalo limepitishwa kuunga mkono mpango wa Rais wa Marekani Donald Trump kwa ajili ya kusitisha mapigano na kurejesha utulivu katika ukanda wa Gaza. Hamas imesisitiza kuwa azimio hilo, licha ya kuungwa mkono na idadi kubwa ya wanachama wa baraza hilo, halijazingatia kikamilifu mahitaji, madai na haki za msingi za watu wa Palestina ambao wameshuhudia madhara makubwa tangu kuanza kwa vita huko Gaza. Kupitia taarifa iliyotolewa kwenye chaneli yao ya Telegram, Hamas imesema azimio hilo halijawiana kabisa na uhalisia wa mazingira ya wananchi wa Gaza ambao kwa takriban miaka miwili wamepitia kile ilichokitaja kuwa ni vita vya kikatili vya mauaji ya kimbari, uharibifu mkubwa wa miundombinu na ukiukwaji wa haki za binadamu unaotekelezwa waziwazi na jeshi la Israeli. Taarifa hiyo iliongeza kuwa athari za vita hivyo zimeacha majeraha ya kudumu, vifo vya raia na maelfu ya familia kupoteza makazi na usalama wa kimsingi. Kwa mujibu wa Hamas, imesema azimio hilo halitoa uthibitisho wa wazi wa kulinda haki za kisiasa za Palestina huko Gaza, hususan kuhusu haki yao ya kujiamulia mustakabali wao, haki ya kujilinda na haki ya kuwa na taifa huru lenye mipaka salama. Vile limeshutumiwa kwa kukosa msimamo madhubuti dhidi ya vitendo vilivyotajwa kama ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa ambao Hamas inadai umetekelezwa na Israeli bila kuchukuliwa hatua madhubuti na jumuiya ya kimataifa. Aidha, Hamas imepinga waziwazi kipengele cha azimio kinachogusia uwezekano wa kuwekwa kwa utaratibu wa ulinzi wa kimataifa au kupelekwa kwa vikosi vya kimataifa katika maeneo fulani ya huko Gaza. Harakati hiyo imesisitiza kuwa haitokubali aina yoyote ya kikosi cha kigeni kuingia ndani ya ukanda wa Gaza, ikibainisha kuwa hatua hiyo inaweza kuingilia uhuru wa kisiasa wa eneo hilo na kuleta changamoto mpya za kiusalama na kisiasa. Hatukubali uwekaji wa vikosi vya kimataifa ndani ya ardhi yetu. Ikiwa kutakuwa na kikosi kama hicho, basi kiwekwe katika maeneo ya mpakani tu kwa lengo la kutenganisha vikosi vinavyokinzana na kufuatilia utekelezaji wa usitishaji mapigano kwa upande huo, Hamas imesema. Zaidi ya hapo, lazima kiwe chini ya usimamizi kamili wa Umoja wa Mataifa ili kuzuia nchi yoyote yenye maslahi binafsi kutumia nafasi hiyo kuingilia mambo ya ndani ya Gaza, taarifa imesema. Kwa upande mwingine, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilipitisha azimio hilo baada ya majadiliano marefu na mazungumzo ya kidiplomasia yaliyolenga kupata ufumbuzi wa mgogoro unaoendelea huko Gaza. Azimio hilo liliwasilishwa na Marekani ambayo imekuwa ikishinikiza mpango wa hatua tatu unaolenga kusitisha mapigano, kuachiliwa kwa mateka wanaoshikiliwa na Hamas na kuweka mazingira ya kuanza kwa mpango wa muda mrefu wa kujenga upya Gaza. Katika upigaji kura, wanachama 13 kati ya 15 wa Baraza la Usalama waliunga mkono azimio hilo. Urusi pamoja na nchi ya China ambazo ni miongoni mwa wajumbe wa kudumu wenye kura ya turufu, yani veto, hazikupinga moja kwa moja, lakini zilijizuia kupiga kura, hatua iliyotafsiriwa na wachambuzi wengi kama ishara ya kutoridhishwa kikamilifu na ufafanuzi wa baadhi ya vipengele vya azimio hilo. Mataifa hayo yamewahi kutoa maoni yanayotia shaka kuhusu uthabiti wa mapendekezo ya Marekani na wamekuwa wakisisitiza umuhimu wa mpango kamili unaojumuisha kusimama kwa dhuluma dhidi ya Palestina, kufunguliwa kwa njia za kibinadamu na kuanza kwa mazungumzo ya kweli ya kisiasa ambayo hayatabagua upande wowote. Azimio hilo ambalo Washington imeita fursa muhimu ya kumaliza mgogoro linaeleza pia umuhimu wa kulindwa kwa raia bila ubaguzi, kuimarisha misaada ya kibinadamu na kuandaa mazingira ya kisiasa ya mpango wa amani wa kudumu. Hata hivyo, msimamo wa Hamas unaweka wazi ya kuwa kutakuwa na changamoto kubwa katika utekelezaji wa azimio hilo iwapo pande husika hazitakubaliana kwa pamoja. Wachambuzi wa masuala Mashariki ya Kati wanasema kuwa kukataliwa kwa azimio hilo kunadhihirisha tofauti kubwa kati ya mtazamo wa Hamas na ule wa Marekani pamoja na washirika wake. Wakati Marekani inalenga kufikia makubaliano yanayoweza kuleta utulivu wa haraka na kuzuia vifo zaidi, Hamas inaona kuwa azimio hilo haligusi mizizi ya mgogoro na halileti wa Palestina kile wanachokiona ya kuwa haki yao
ya kihistoria na ya kimataifa. Hadi sasa hakuna dalili za makubaliano ya haraka kati ya pande hizo mbili, na hatima ya mpango huo wa amani inategemea namna mazungumzo yajayo yatakavyoendeshwa. Pamoja na shinikizo kutoka jumuiya ya kimataifa, mazingira ya kisiasa na kijeshi bado yanaendelea kubaki na utata mkubwa katika kutafuta suluhu huko Gaza.